Kutokana na kuchafuka kwa eneo la Mashariki ya Kati, nchi za Kiarabu zitajadili mashambulizi ya Iran mnamo siku ya kesho Jumapili. Jumuiya ya Mataifa ya Kiarabu, Arab League, imeitisha mkutano wa dharura utakaofanyika siku ya kesho Jumapili ili kujadili mashambulizi yanayofanywa kutoka Iran kuelekea kwa baadhi ya nchi, hasa katika eneo la Ghuba. Katibu mkuu msaidizi wa jumuiya hiyo, Hossam Zak, amekiambia kituo cha televisheni cha Al-Kahir kuwa mkutano huo utafanyika kwa njia ya video. Nayo tovuti ya habari ya taifa nchini Misri, Al-Ahram, imeripoti kuwa mkutano huo umeitishwa kutokana na ombi lililotolewa na Saudi Arabia. Mashambulizi ya kulipiza kisasi ya Iran yameendelea kushuhudiwa katika Ghuba. Iran imefanya mashambulizi ya kulipiza kisasi katika baadhi ya nchi za Mashariki ya Kati tangu Marekani na Israel zilipofanya mashambulizi ndani ya ardhi yake. Mashambulizi ya Iran yamekuwa yakizilenga kambi za kijeshi za Marekani na sehemu zingine zikiwemo viwanja vya ndege pamoja na maeneo yote yenye maslahi na wa Marekani. Hata hivyo, vita vya Mashariki ya Kati kati ya Marekani na Israel dhidi ya Iran vinayumbisha siasa za eneo hilo la Mashariki ya Kati. Wakati Marekani na Israel zinapanua vita vyao na Iran ikiendelea kufanya mashambulizi ya kisasi, serikali za kanda hizo zinakabiliwa na kitisho cha vurugu za ndani za kisiasa. Hata hivyo, moja kati ya jambo ambalo wakati huu linadaiwa ni namna ambavyo mataifa hayo yamekerwa na Iran, namna ilivyokuwa ikifanya mashambulizi katika mataifa hayo. Hata hivyo, rais wa Iran Masoud Pezeshkian, kutokana na namna alivyoona, amesema taifa la Iran halina mpango wa kupigana na jirani yake na wale wakati huu halitaanzisha tena mashambulizi katika mataifa ya Ghuba, akiomba radhi kutokana na mashambulizi yaliyokuwa yakifanyika katika siku za hivi karibuni, hasa yaliyolenga maeneo tofauti na kambi za kijeshi za Marekani. Rais huyo wa Iran, ambaye amepinga kabisa kupiga goti dhidi ya Marekani, amesema kwamba wao kama Iran hawapo tayari kuendelea na mashambulizi katika maeneo hayo, lakini pia wakiomba radhi kwa maeneo yote yaliyopigwa ambayo ni tofauti na malengo yaliyokusudiwa. Hata hivyo, vitisho vimezidi kuongezeka kutoka Bahrain. Vita hivi kati ya Marekani na Israel dhidi ya Iran yamezidi kusababisha hali ya vurugu katika mataifa ya Ghuba. Huko nchini Iraq, baada ya Israel kumuua kiongozi mkuu Ayatollah Al-Khamenei, kumekuwa na siku kadhaa za maandamano nchini Iraq nje ya ubalozi wa Marekani mjini Baghdad. Maandamano hayo yaligeuka kuwa vurugu na wachunguzi wanaamini kuwa watu wengi waliohudhuria walitumwa au kuhamasishwa kwenda huko na makundi ya wanamgambo wa Iraq wanaungwa mkono na Iran. Hata hivyo, uvumi kuhusu uasi wa Wakurdi wa Iran umezidi kuongezeka na wameongeza mvutano uliokuwepo kwa muda mrefu kati ya Wakurdi wa Iraq na serikali ya shirikisho mjini Baghdad. Kadhalika huko Bahrain, katika taifa dogo la Ghuba la Bahrain, maandamano dhidi ya vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran pia yamegeuka kuwa ya vurugu. Watu huko wamekamatwa kwa kuchapisha ujumbe wa kupinga vita mtandaoni na kuonyesha huruma kwa Iran. Kama ilivyo kwa mataifa mengine ya Ghuba, Bahrain ni ufalme na hukandamiza upinzani mwingi wa kisiasa. Tofauti na baadhi ya nchi nyingine za Ghuba, familia ya kifalme ya Bahrain ni ya Wasunni, wakati makadirio yanaonyesha kuwa zaidi ya 50% ya wananchi ni wa Shia. Bahrain imeshuhudia maandamano makubwa ya kudai demokrasia tangu mwaka 2011 na hata wakati huu maandamano yamekuwa makubwa. Kadhalika huko nchini Lebanon, mvutano wa kijamii unaongezeka. Vita katika Mashariki ya Kati vimeongeza mvutano kati ya serikali ya Lebanon na kundi la Hizbullah, kundi lenye nguvu ya wanamgambo wa Kishia linaloungwa mkono na Iran, ambalo pia ni nguvu kubwa ya kisiasa na kijamii nchini humo. Israel na Marekani zimeitaka Hizbullah kuweka silaha chini, lakini kundi hilo limekataa. Serikali ya Lebanon pia imeitaka Hizbullah isalimishe silaha kwa sehemu ili kuepuka mashambulizi ya kulipiza kisasi kutoka Israel. Wachambuzi wengi wanapuuza uzito wa kihisia na kidini wa kumpoteza Khamenei. Mohamed Albash, mchambuzi wa masuala ya kisiasa, ameambia shirika la habari la DW akisema Khamenei alikuwa na nafasi ya kiroho kwa baadhi ya makundi ya Kishia sawa na ile ambayo Papa nayo kwa Wakatoliki wengi. Uaminifu kwake sio tu wa kisiasa tu, bali pia ni wa kidini. Hata hivyo, si makundi yote ya Kishia yakiwemo Wahuthi nchini Yemen, Hamas huko Gaza na baadhi ya makundi nchini Syria yanamchukulia Khamenei kwa mtazamo huo. Sababu ya tofauti hiyo, majibu makali zaidi huenda yakatoka kwa makundi yanayokubali mamlaka hiyo ya kidini, Albash alisema. Hata hivyo,
si kundi tu la mashia ulimwenguni waliokuwa wakiumizwa na mauaji ya Ayatullah Al-Khamenei, lakini pia watu mbalimbali ulimwenguni hasa wa kundi la dini ya Kiislamu wamekuwa wakiguswa mno kutokana na kifo cha Ayatullah Al-Khamenei, jambo ambalo wamekuwa wakitoa lawama kubwa kwa taifa la Marekani. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini ni kusihi usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri duniani kupitia The World News, utaweza kufahamu.